tutakwenda kuzungumza asubuhi ya leo neno ambalo linasema kwenda katika nyumba ya Mungu, kwenda katika nyumba ya Bwana. Kwa lugha nyingine nitasema kwenda hekaluni. Amen. Hekaluni, nyumba ya Bwana. Unajua baadhi ya watu wengi wanapenda kubaki nyumbani. Baadhi ya watu wengi hawana muda wa kuja hekaluni ama katika nyumba ya Mungu. Lakini Bwana anataka ujue ya kwamba lazima tufurahie sana kwenda katika nyumba yake. Na ikiwa kama tunaishi, ikiwa kama tunatembea, si kwa nguvu zetu, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi ya 112 mstari wake wa kwanza. Zaburi ya 112 mstari wake wa kwanza. Tunasoma katika jina la Yesu. Nasema hivi, Zaburi ya 112 mstari wake wa kwanza. Inasema hivi: nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia na waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Huyu ni Daudi. Biblia inasema kwamba aseme nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Amen. Nalifurahia. Unajua baadhi ya watu wengi hawafurahi wanapowaambia twende nyumbani mwa Bwana. Unakuta baadhi ya watu wengi mioyo yao haifurahi, mioyo yao haina amani. Lakini utaelewa ya kwamba wakati unaambiliwa kwenda nyumbani mwa Bwana, lazima uwe na furaha. Watu wanapenda kwenda kwa ofisi mbalimbali, watu wanaweza kwenda kwa masomo, watu wanaweza penda kwenda sokoni, watu wanaweza penda kwenda shambani, watu wanaweza penda kwenda kuangalia marafiki, watu wanaweza kwenda kufanya vacances, wanaenda katika occasion mbalimbali, watu wanafurahia kwenda. Ikiwa kama mtu angepata invitation ya kwenda pays fulani, ya kwenda mji fulani, mtu analala na furahi, anasema nitasafiri sehemu fulani, mtu anakuwa na furaha ndani ya moyo wake. Lakini anapoambiliwa kwenda nyumbani mwa Bwana, baadhi ya watu wengi wafurahi, na wengi wanaleta visababu, na wengi wanaleta mambo mengi ya kuweza kutuma wasiende mbele za Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu anasema nalifurahia. Amen. Haleluya. Amen. Aseme nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Utajua kwamba nyumbani mwa Bwana ni mahali pema. Biblia inasema hakuna mtu alikuja kwa Bwana na amerudi kama jinsi alivyoingia. Katika nyumba ya Bwana unapokuja, unarudia na solution, unarudia na majibu, kwa sababu ni hapo ambapo kunakuwa msaada kwetu, ni hapo kunakuwa kila kitu. Lakini utajua kwamba unapokuja katika nyumba ya Bwana ni tofauti na jinsi unaweza kwenda safari yoyote hiyo, ni tofauti na jinsi unaweza kwenda shuleni, ni tofauti na jinsi unaweza kwenda kazini, ni tofauti na jinsi unaweza kwenda shambani, sehemu mbalimbali. Unapokwenda katika nyumba ya Bwana kuna masharti, kuna mambo ambayo unatakiwa kuelewa, na tutakwenda kusoma katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 5 na mstari wake wa kwanza. Utakwenda kuona condition, hapo utakwenda kuona jinsi gani ipasavyo mtu kuenenda katika nyumba ya Bwana, na jinsi gani anapaswa kujichukua, na jinsi gani anapaswa kujikamata. Amen. Tunasoma hiyo, karibu Ecclesiastes 5:1. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Jitunze mguu wako uendako nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu, ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. kwa kuwa hawajui kama wafanya mabaya. Amen. Amen. Sikia, Biblia la Mungu inatuambia wazi, inasema kwamba jitunze mguu wako uendako nyumbani kwa Mungu. Huyu ni Sulemani. Sulemani mtoto wa Daudi. Tunajua kwamba ameandika vitabu tofauti, na katika vitabu
aliandika, mojawapo ni kitabu ya Mhubiri ama Ecclesiastes. Tunaona aliandika Proverbe, aliandika Cantique des Cantiques ama wimbo ulio bora, kuna Zaburi ambayo ameiandika. Na hapa hiki ni kitabu ambacho amekiandika akiwa mtu mzima, na anasema tunza mguu wako uendako nyumbani kwa Mungu. Unapokwenda katika nyumba ya Bwana lazima kutunza mguu wako. Jina la libarikiwe. Na ndio nimekuambia kwamba lazima tuwe nyumbani mwa Bwana. Na tunapokwenda nyumbani mwa Bwana lazima ujipange. Lazima uwe mtu ambaye unajua ninaenda kwa nani, ninaenda wapi. Baadhi ya watu wengi wanakwenda hekaluni, wanakwenda presence ya Mungu bila kujipanga, bila kujua wanaenda wapi. Lazima ujue natoka wapi, naenda wapi, ili nisikie kitu gani kwa yule ambaye naendea. Bwana asifiwe sana. Aseme tunza mguu wako uendako nyumbani kwa Mungu. Si kwamba mguu wako utaukamata, mguu wako utenda pole pole. Ni habari ya kuweza kujichunga, kufanya control ndani ya maisha yako, kuangalia eske mimi na Mungu niko namna gani, mimi na marafiki niko namna gani, mimi na majirani niko namna gani. Unaangalia wewe na Mungu wako vitu gani vinaendeka, na vile viendeke unamwambia Mungu aweze kusaidia. Bwana asifiwe sana. Ni kama vile Daudi alivyozungumza tena, akasema kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingalisikia maombi yangu. Wakati unakwenda katika nyumba ya Bwana lazima kuangalia moyo wako. Ni habari za kutengeneza, ni habari za kuomba msamaha, ni habari za kutubu. Hiyo ndio kutunza mguu wako. Huko unarepare maisha yako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiingie tu kanisani juu ni kuingia, lakini aseme tunza mguu wako. Na itoshi, unapokuwa katika nyumba ya Bwana usiwe mtu wa kuingia na kutoka, usiwe mtu uko distrait, usiwe mtu uko ambrie, uko hapa lakini mawazo yako iko nje. Unaona wengine kanisani wanapo katika nyumba ya Mungu, wengine wanaongea ovyo, wengine wanatoka na kuingia, wengine wanazungumza mambo ambayo hayafai, lakini aseme tunza mguu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mkose asubuhi ya leo utaelewa ya kwamba unapoenda katika nyumba ya Bwana, unapofika jikonsantre sehemu, anza kumuuliza Mungu, mwambie Baba, leo nataka uongee na roho yangu, leo nataka useme nami. Ikiwa kama utazungumza na watu watatu, usinipitie. Amen. Unaanza kujipanga peke yako, unaanza kujikonsantre mbele yako, usiwe depase. Wengine wanafika mapema, kama ibada itaanza na saa 2, anafika saa 1, na baadaye anaanza kuongea mambo isiyowezekana, mambo ya mitaani, mambo ya mkartie analeta kanisani. Hapana, unapofika mapema, kaa pa nafasi yako, fungua Biblia yako, omba Mungu, ujikonsantre, uone jinsi gani siku ya hiyo siku, jinsi gani Mungu anakwenda kuleta muujiza ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaanza kucreate atmosphere, unaanza kucreate klima ili Mungu aweze kushuka. Elewa, unajua tuna uwezo, tuna mamlaka ya kuweza kucreate atmosphere. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua haiko mtu mwingine atacreate atmosphere ya mbinguni isipokuwa ni wewe peke. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kucreate hewa, unaanza kucreate jinsi gani, unaona jinsi gani mambo yatakavyojitokeza ndani ya nyumba ya Mungu. Na hapo Bwana atajitukuza, na hapo Bwana ataendelea kuonekana. Lakini wakati umeingia kanisani, huku unawaza nimeacha chakula, nimeacha mlango wazi, nimeacha kazi yangu, huku depase, hauwezi. Aseme tunza mguu wako. Kusiwe vitu ambavyo vitakuingilia, kusiwe vitu ambavyo vitaweza kukuharibu. Ni hapo Yesu wakati alikuwa anafundisha habari za kuweza kuomba na kufunga, aseme unapotamani kuomba, unapotamani kufunga, ingia katika chumba chako cha ndani. Aseme ingia katika chumba chako cha ndani, baadaye ufunge mlango na uombe. Yeye Baba unaye sirini, naye atakujaza. Bwana asifiwe sana. Inamaanisha wakati unaingia usiache mlango wazi.
funga mlango wako, ingia na ufunge. Si kwamba utaingia kwenye hekalu na uambie mashemasi, uambie wa protocol mfunge milango na madirisha. Hapana, ni wewe peke unafunga milango ndani ya moyo wako. Usikubali distraction, usikubali mawazo ya huko na kuingia. Unajikonsantre mbele za Mungu, unajua kwamba Mungu anakwenda kufanya jambo jipya ndani ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona mtu mwingine kanisani anaweza ingia na toka, haitoshi hata simu inaweza lia. Unaona mtu ana décrocher. Jamani, nitakwambia kwamba simu si mbaya, telefone si mbaya, telefone ni nzuri, lakini utajua kwamba kila kitu kina wakati wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati ya kusikia, ya kufungua na unaelewa, unapokea simu, lakini si vizuri hekaluni, nyumba ya Mungu. Huko unamsikiliza Mungu na unataka kusikia rafiki yako. Huko unamsikiliza Mungu, unataka kusikia ndugu yako ambaye anakuita kwa simu. Hapana, zima simu yako unapoingia katika nyumba ya Mungu. Na kama hautazima, uitie programu ambayo hauwezi kupokea. Hapo inaweza kusaidia usome Biblia kama umeweka ndani ya simu. Inaweza kusaidia uweze kukamata picha kama utakamata picha, lakini uitie position yenye haiwezi kupokea ama haiwezi kuongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadhi ya wengi wanaacha wazi na wanasema naenda kanisani, utaniita upige tu nitapokea. Na wanapiga, wengine wanatoka, anaweza kugongana na wengine. Niko ninapokea simu, mpresence ya Mungu haukutunza mguu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme tunza mguu wako uendako nyumbani mwa Bwana. Maana ni heri kusikia, maana ni heri kukaribia ili usikie. Bwana asifiwe sana. Aseme karibia ili usikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati unakuwa nyumba ya Mungu, jikaze sana kukaribia na kusikia. Amen. Unaweza ingia nyumba ya Mungu lakini hujakaribia. Amen. Unaweza ingia nyumba ya Mungu lakini haukusikia. Amen. Bwana asifiwe sana. Na mpenda sana Yesu alimwambia mwanamke Msamaria, akamwambia Mungu ni roho, na wanaomwabudu umempasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Kuna utofauti wa kushirika na kuna utofauti ya kuabudu. Unaweza kushiriki ibada lakini haukuabudu. Unaweza shiriki kanisa lakini haukuabudu. Watu wanakuona fulani ameingia, fulani ameingia, fulani ameingia, umeshiriki tu lakini haukuabudu. Tukipanda zaidi, unaweza kuabudu lakini haukuabudu katika roho na kweli. Mungu hana haja na watu wenye kuabudu, lakini Mungu iko na haja na watu wenye wanamwabudu katika roho na kweli. Ni watu ambao wameingia katika chumba, ni watu ambao wamefunga milango, hawakuruhusu mawazo ya nje, hawakuruhusu mawazo mengine kuwavuruga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia Mungu ni roho, na wanaomwabudu na wale wanaomwabudu Mungu imempasa sharti kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakutana kuna mtu ameingia kanisani na ametoka vile vile. Wanaanza kumuuliza, wamefunza nini kanisani? Niliona tu mhubiri alivaa nguo fulani, waimbaji waliimba, mtu fulani piga ngoma. Ndio kitu amepokea tu. Iko distraction. Na ndio maana hapa anasema aseme tunza mguu wako uendako nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Jikaze, usiwe mtu wa kuingia kanisani bila kusikia. Utasikia nini? Neno la Mungu. Amen. Unajua Biblia inasema pasipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Amen. Halo. Pasipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Asema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amen. Na asitasita roho yangu ina furaha nayo. Amen. Haleluya. Hapa mimi naogopa sana. Biblia inasema pasipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini ukiuliza Biblia itakwambia kwamba chanzo ya imani ni kusikia. Amen. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Wakati hausikii, imani hakuna.
Na wakati imani hakuna, ni vigumu kumpendeza Mungu. Na wakati haumpendezi Mungu, mbinguni hauingii. Hata kama ungeimba, hata kama ungehubiri, hata kama ungetabiri, hata kama ungetoa, hata kama ungefanya kila kitu, pasipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani haikuji kwa kuimba sana. Imani haikuji kwa kurukaruka sana. Imani haikuji kwa kutabiri sana. Imani haikuji kwa kupiga ngoma sana. Lakini imani huja kwa kusikia. Sio kusikia siasa, sio kusikia information ya barabarani, kusikia neno la Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, ni heri kukaribia ili usikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Jikaze. Unapoingia nyumbani mwa Bwana, uwe na capacity, uwe na pouvoir, uwe na authority ya kufika kunyumba na kuambia wale ambao kuja kanisani, tumefunzwa hivi, tumefunzwa hivi, Bwana ameongea hivi, Bwana anataka hivi juu ya maisha yako, juu ya maisha yetu. Njoo ujue ambao tumepokea kanisani. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini mapenzi ya shetani ni kwamba uingie nyumbani mwa Bwana, uingie hekaluni, anakuambia usikaribie, na anakuambia usisikie. Njoo kazi ya shetani. Ukisoma ile Yohana sura 10:10, anasema adui anakuja kuchinja, kuua, kuharibu na kuiba. Unapokuja nyumba ya Mungu, unatafuta usikie maneno ya Mungu. Yeye anakuja, anachinja, anaua, anaharibu. Uko tu pale stati, lakini haukaribii na usikii. Ndio nakutana mtu anafanya miaka kanisani, anafanya miaka nyumba ya Mungu, lakini maisha yake ni vile vile. Aprogresse, aendelee kiimani. Ni mtu ambaye anapoingia nyumbani mwa Mungu akaribii na asikii. Haleluya. Tunapaswa kuevoluwe siku baada ya siku. Tunapaswa kuendelea siku baada ya siku. Kwa sababu katika nyumba ya Bwana tunakaribia. Na haitoshi kukaribia, tunasikia. Na wakati tunaposikia neno la Mungu, imani yetu inakuwa. Imani yetu inaongezeka. Upendo wa Mungu unaongezeka. Furaha ya Mungu inaongezeka. Tunasikia mtu anakuambia, mimi niko tayari kumtumikia Mungu mpaka kufa. Haleluya. Unakutana Paulo akasema, mtu asinitaabishe tena, kwa maana mwilini mwangu nimezivaa chapa za Kristo. Ni mtu ambaye amekaribia na akasikia utamu wa Mungu, akasikia furaha ya wokovu. Haleluya. Aseme, ole wangu mimi nisipohubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Unajua wakati unakaribia na wakati unasikia, utakuwa kama vile umechanganikiwa. Watu watawaza si umesazika, lakini wakusazika ni kwa sababu umekaribia na umesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme, sio mimi tena ninaishi, lakini Kristo anaishi ndani mwangu. Angalia, wakati unakaribia nyumba ya Mungu na unaposikia, utajikuta kwamba sio unaishi tena, lakini Kristo anaishi ndani mwako. Kusema kwako, kusikia kwako, comportement yako itabadilika. Jitahidi sana unapoingia nyumbani mwa Mungu, karibia. Baada ya kukaribia, sikia. Utaona jinsi maisha yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki ndugu mpendwa. Mungu amependa asubuhi ya leo. Mungu amependa siku ya leo. Mahali pote utashinda, mahali pote utakuwa. Ukienda kwenye ofisi, ukienda sokoni, ukiwa nyumbani mitaani, jifunze sana kuja nyumbani mwa Bwana. Amen. Haijasema usitumike, haijasema usiende kwa kazi yako, haijasema usiende kwa masomo ama sehemu yoyote. Wende, lakini pangilia pia kwenda nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Pangilia kwenda nyumbani mwa Bwana. Basi watu wengi hawana mpango kwenda nyumbani mwa Bwana. Wanabaki manyumbani. Wanabaki manyumbani katika biashara, wanabaki manyumbani katika vitu vyao. Ungelijua ya kwamba yule ambaye amekupatia pumzi anaacha uingize miguu yako ndani ya nyumba yake ili uweze kumshukuru, ili uweze kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aseme pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Upeleleza yote, utaelewa ya kwamba
kwamba ile pumzi ambayo unapumua, unatembea nao asubuhi, unatembea nao mchana, ndio taa ya Mungu. Amen. Ndio inakupatia nguvu, inakupatia valeur, inakupatia thamani. Amen. Amen. Akitoa ile taa, akitoa ile pumzi, unakuwa marehemu. Amen. Akitoa ile pumzi, hauna tena valeur. Amen. Lazima unapokuja nyumbani mwa Bwana uwe reconnaissant, ukijua kwamba ikiwa kama ninaishi kuna taa ya Mungu ndani mwangu. Lazima niwe nyumbani mwa Bwana nionyeshe. Haleluya. Haleluya. Amen. Hauishi kwa sababu yako, lakini unaishi kwa sababu kuna taa ya Mungu ndani mwako. Amen. Nayo ni pumzi. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana tunatakiwa matajiri, maskini, wenye elimu, wasiosoma, watu wa siasa, tabaka zote, kushe zote, tunatakiwa. Amen. Wazungu, weusi, Warabu, sote tunatakiwa kuingia katika nyumba ya Bwana, kwa sababu tunakuwa na taa ya Mungu. Funika macho yako, tuombe Mungu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nasema asante kwa asubuhi nzuri ya leo. Iko siku tofauti ambayo umeipanga juu ya taifa lako. Umeleta ujumbe kwenda nyumbani kwako, kwenda nyumbani mwa Bwana, kwenda hekaluni. Baadhi ya watu wengi wanasema tuna wakati ya kwenda hekaluni, wanabaki nyumbani, wanabaki mu distraction. Lakini ndio lako nasema nilifurahia na waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Ondoa ukawaida, ondoa mazoea, ondoa michezo. Leta kiu na njaa ndani ya watoto wako, kujua kuingiza miguu yao ndani ya nyumba yako, kuingiza miguu yao ndani ya hekalu lako, kukaribia na kusikia neno lako, ili imani yetu iende kukua. Na wakati imani yetu inakuwa, ni hapo tunakupendeza, na wakati tunakupendeza, tukifa tutakuona. Asante Yesu, jina lako libarikiwe. Tunashukuru kwa ujumbe huu, ni kupitia jina lako Yesu Kristo tukiomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki, mchana mwema. Amen.